Kuna ushindi ambao tunapata tukiwa tuko na watu ambao wanatuzunguka. Wengi wanatupigia makofi, lakini kuna mambo makubwa ambayo watu wanafanya wakiwa peke yao au wakiwa na Mungu wao. Hawana watu wa kuwashangilia, hawana watu wa kuwatia moyo, ama wakiwepo wanaowatia moyo, lugha wanayoongea hawaielewi, wanaona tu, wanasikia vigeregere. Leo tunakusanyika hapa kwanza kumpongeza ndugu yetu ambaye nitamtaja baadaye, ambaye ni Mtanzania anayeshiriki kwenye Goba Road Runners. Ni kikundi ama ni umoja wa watu wanaofanya marathon kutoka Goba, wale wanaoifahamu Dar es Salaam. Tupo na ndugu Imani Mwenda Mseke ambaye ni Mtanzania anayeshiriki mashindano ya marathon ndani na nje ya Tanzania. Kwa uchache yapo ambayo ninafahamu, lakini atayataja yeye mwenyewe. Na nje ya marathon, huyu ni a career guy, ni mtu ambaye ana taaluma yake kabisa, ni engineer wa kompyuta. Lakini kingine nachojua, ana mkanda mweusi kwenye karate. Kwa tunakupongeza sana ndugu Imani Mwenda Mseke, naomba wote tumpigie makofi. Sasa ndugu Imani yuko na medo hapa. Hii medo tunaweza kuiita ni silver. Silver ni kama nafasi fulani hivi kwa mashindano, sitakutajia, nenda katafute kujua silver ni ya mtu aina gani. Lakini hii ni finisher, ni mtu ambaye ameshiriki mashindano ya mbio za marathon hapa Dubai iliyofanyika tarehe 1 mwezi wa pili, na ni finisher, amemaliza. Amekimbia kilomita 42.2 kwa saa 3 na dakika 31 na sekunde 20. Bwana, makofi tena. Watu tunaweza tukakimbia kilomita 40 kwa masaa 40. Sasa yeye hata masaa 10 hajafika. Jamani, hongera sana. Sasa nikukaribishe Imani. Asante sana. Nashukuru Bwana Justus, umekuwa mwenyeji wangu, tumefahamiana kwa muda kidogo tangu tukiwa Tanzania, na kama ambavyo amenitambulisha, naitwa Imani Mwenda Mseke kutoka Tanzania. Na Tanzania kwenye ukimbiaji nipo kwenye kikundi ama group au club inaitwa GRR. GRR ni Goba Road Runners. Kwa hiyo niko pale kuanzia mwaka 2022. Na leo hii tupo hapa kwa sababu nimekuja kushiriki Dubai Marathon ya mwaka huu 2026. Mimi safari yangu ya kukimbia marathon, tuseme safari inaanza kwanza kwa maandalizi ya kukimbia. Kwa kabla sijakimbia marathon, nilianza safari ya kukimbia. Kwa safari yangu ya kukimbia mimi nimeanza mwaka 2019. Mwaka 2019 mwishoni ndipo nilipoanza kukimbia. Achana na UMITASHUMTA huko zamani vile kidogo kidogo sana, lakini kuja kusema sasa nakimbia mbio za barabarani za nje ni mwaka 2019. Na kwa nini? Kumekuwa na watu ambao walikuwa nikiona na furahi kuwaona wakikimbia, lakini pia sababu za ongezeko la uzito lilinifanya niingie kwenye mpambano wa kukimbia. Kabla ya hapo nimekuwa nikifanya mchezo wa karate kama ambavyo wamenitambulisha. Nimekuwa kwenye karate mpaka sasa ni zaidi ya miaka 15, sababu nimeanza karate 2005 2004 huko. Nimekuja sio kwa kufululiza sana, lakini kuanzia 2011 nikafululiza sana. Baada ya 2015 nikastop kidogo mazoezi, nikapata mwili. Sisi kwetu kwenye ukoo ni wanene sana. Yaani mimi nahisi wanaweza wakanishangaa kwamba ni mwembamba katika wanene wengi. Sema nateseka. Kwa sisi ni wanene sana. Kwa hiyo imeenda hivyo. Mwaka 2019 kwa haraka nilikuwa na kilo 99. Kwa naingia kilo 100. Sasa kilo 100 gunia la viazi la maharage unaweza kulifananisha. Kwa zile kilo 100 kasoro moja zikanishtua kidogo kwamba natakiwa nifanye nini ili niweze kupunguza mwili. Sasa sisi kwetu nimesema ni wanene, lakini pia sisi tunapenda kula. Kwa habari ya kusema diet, hiyo ni tatizo. Yaani usisema kwamba ninyime kula ili nipungue, hiyo siwezi kutoboa hata siku mbili. Yaani kusema kweli, kula tunapenda kula vitu vinona, yani kama nyama zinona nini hivyo. Kwa hiyo sehemu pekee ambayo nikaona natakiwa niweze kufanya ili nipungue ni kuongeza
mazoezi. Sababu unapofanya mazoezi zaidi maana yake kwa lugha nyepesi wanasema una burn more calories. Kwa kama unakula maana yake unaongeza calories. Kwa unatakiwa uzitumie zaidi ya zile ulizokula ili kusudi uweze kupungua. Kama unafanya mazoezi una burn calories 600 kwa siku na wewe umeshakula vyakula yako umeingiza 1000 kwa siku, kwa una ongezo la 400 zimekaa pale. Kwa mara wiki mbili, mara mwezi, mara never unajikuta lazima unaongezeka. Kwa hata kama unapenda kula basi kula, lakini hakikisha unafanya mazoezi ambayo yanaweza kwenda kuburn calories zaidi ya zile unazokula. Ndio siri pekee ambayo naitumia. Kwa hiyo mwaka 2019 nikasema sasa narudi kwenye karate, lakini pia nitafute na kitu kingine ambacho kitanifanya nipungue kwa haraka. Kwa hiyo nikaanza kukimbia. Nakumbuka naanza kukimbia, yes, watu ambao walinifanya nikawa naona pia kukimbia ni kitu cha msingi. Kulikuwa na bwana mmoja anaitwa Nicholas Masabo na dada mmoja anaitwa Happiness. Happiness nimesoma naye undergraduate. Nicholas Masabo nilikuwa nakutana naye katika maisha ya mtaani. Sasa wale walikuwa wakikimbia wana application wana post hizi Strava na baadhi ya application afa na post kwenye status. Amekimbia naonesha ule muda aliokimbia, ramani aliokimbia na nini. Kitu hata sielewi distance zile. Sielewi nini inamaanisha nini. Kwa siku moja nikasema basi ngoja kesho nitaanza kukimbia. Bwana mmoja anaitwa Joseph Mwepaja akasema sasa wewe kesho njoo uwanjani Ukonga kule Tanzania. Ukonga kulikuwa na sehemu wanaitwa maveterani wanafanya mazoezi ya mpira na nini asubuhi. Kwa mimi asubuhi nikaamka nikaenda Ukonga uwanjani. Kapiga raundi ya kwanza na watu wengine wanacheza mpira pale wanafanya mazoezi. Kapiga raundi ya kwanza, kapiga raundi ya pili, kapiga raundi ya tatu naanza kutembea. Nimechoka. Wengine wanafanya mazoezi wanakimbia, wanaenda wanazunguka. Baadaye nikapata bahati nzuri kuna bwana mmoja, hizi ni marehemu, yeye alikuwa bonge na yeye. Kwa tukao angalau tunaweza kwenda speed moja. Ile pace moja ambayo ni karibu inafanana na kutembea. Na yeye ni mtu mzima. Kwa hiyo tukazunguka mara kadhaa, akaja yule lady inspire kwenda pale ananipita ananizunguka mara 2 mara 3 nikaisha. Kwa hiyo nikaanza hivyo nikajikuta natamani zaidi kukimbia. Kwa hiyo nikaendelea, ile siku haikuwa mwisho. Kwa hiyo nikaanza kufanya kilomita 5, kilomita 10. Kwa hiyo nikakaa hapo kwenye kilomita 10 mpaka kilomita 15 kwa siku. Kwa asubuhi nikitoka labda kilomita 10, kesho yake tena nitaenda kilomita 10 au 15. Kwa hiyo umbali mrefu ambao nilikimbia kabla ya kushiriki marathon ilikuwa ni kilomita 15. Baada ya hapo sasa, rafiki yangu mmoja anaitwa Jackson Damas akaniambia sasa hivi sasa unakimbia hivyo, hebu sajili Goba Marathon. Goba walikuwa wanaanzisha wanafanya marathon yao ya kwanza mwaka 2020 mwanzoni. Kama hivi nikasajili ile marathon. Yeye alikuwa anafanya cycling, anaendesha baiskeli. Mimi nikasajili marathon kilomita 21. Half marathon hapa. Kwa hiyo niliposajili kilomita 21 nika show up kwenye event ya asubuhi ile, nikaanza kukimbia mwenyewe na simu ndio ina rekodi, nimeifunga hapa. Nikamaliza zile kilomita 21. Na milima ya Goba ile kidogo, kilima kile cha njia 4 pale kinaitwa Golgota, akatoa kurudi nikatembea, pumzi kakata. Lakini nikamaliza, sikupanda pikipiki. Nikamaliza. Nakumbuka nilimaliza ile marathon yangu ya kwanza ambayo ilifanyika Goba kwa masaa 2 na dakika kama 20 hivi kwa pesi ya 6 na point. Unasema 6 na maanisha 6 maana yake kilomita 1 kwa dakika 6 na point. Okay. Kwa sababu pesi ni kinyume inverse ya speed. Kwa maana kwamba kama speed ni speed unasema unaenda kilomita ngapi kwa muda gani. Lakini pesi ni muda gani kilomita ngapi. Kwa hiyo pesi ya 6 maana yake unaenda dakika 6 kwa kilomita 1. Kwa hiyo nilimaliza na pesi ya kama 6 na sekunde 20. Kwa kila kilomita wastani nilikuwa nafanya dakika 6 na sekunde kama 20. Ambao haikuwa mbaya. Kuanza pale na niliwapita watu wengi. Kapita nikamaliza kama iko fiti. Maisha mengine yakaendelea, tukasocialize pale, ikaenda. Kwa baada hapo ndio zikaanza sasa
marathon nyingine na mazoezi hivyo. Kwa hiyo ndio kwa ufupi safari yangu ya marathon nilianzia hapo. Kwa moja sababu kubwa ilikuwa ni kupunguza uzito. Kwa ukiniuliza leo kwa nini nakimbia na mpaka kesho, ni kwa ajili ya kupunguza uzito. Hiyo ni namba moja ambayo ipo tangu ilivyoanza na mpaka kesho kutwa. Kwa hiyo nikuta kuna mwezi naweka program ya mazoezi mengi au kukimbia kilomita nyingi, hapo nataka nishushe kilo 2 au kilo ngapi hivyo. Ukitamka neno marathon limejikamilisha, limejitosheleza. Neno marathon maana yake ni kilomita 42.2. Yaani kilomita 42 na mita 200 ndio full marathon, ambayo zamani ilikuwa inapimwa kwa miles, ambayo ni miles 26.1. Kwa miles 26 ukiibadilisha kwenda kwenye kilomita unazipata kilomita 42, kwa sababu unazidisha na 1.6 something. Na ambao hii sasa ukiwafuata historia yao, kuna kipindi kuna watu walikimbia ambao kulikuwa na issue inayohusiana na vita. Alikimbia yule mtu kwenda kuwajulisha pointi ya pili kwamba pointi ya kwanza it's either wameishiwa silaha au wanahitaji msaada fulani kutoka pointi ya pili. Sasa akabidi akimbie kwa haraka sana kwenda kule kuwaeleza ili wapate msaada. Kwa alivyokimbia kule, alivyofika katikati, alivyofika mwisho akatoa ile taarifa. Alipotoa ile taarifa tu, yule bwana akaanguka akafa. Kwa sababu alikimbia kwa spidi kubwa kuliko uwezo wake, na kwa sababu alikuwa ni lazima afike ili atoe ile taarifa. Kwa ndo maana huo ndio urefu, ndio maana ya marathon. Na ndio maana marathon imekuwa ikienziwa hivyo, kwamba ni kitu fulani ambacho kinaweka hiyo historia hiyo. Na ndio maana unavyotamka marathon haijai kuwa nyepesi. Yaani marathon haijai, hata kwa mzoefu, kina Kipchoge, kina nani, Kipchoge anakuambia marathon starts at 35. Yaani marathon inaanza kwenye kilomita 35. Kwa sababu pale sasa ndio mwili unaanza kuachana na uhalisia. Yaani kimsingi moyo unakwambia unasimama wewe au nisimame mimi. Kwa hiyo sababu mwanzishi, yani yule wa kwanza anasema kile kipimo walipokuja kupima ile distance ndio akaikuta ina miles 26 na point. Sawa na full marathon ambayo ni kilomita 42. Kwa hiyo ikawa inakimbiwa kwa ajili ya kuenzi hiyo kitu ambacho ilikuwa imefanyika. Kwa marathon ni kilomita 42, nusu yake inaitwa half marathon, ambayo ni nusu ya full marathon, ambayo yenyewe ni kilomita 21.1. Sawa na miles 13 na point. Alafu kilomita zozote chini ya half marathon, hiyo kimsingi ni fun run. Yaani ni mbio ya kujifurahisha. Sababu haina nini yoyote. Either ni corporate run, watasema mbio za viongozi kilomita 5, fun run kilomita 10. Ni wale ambao hawaja graduate, hawajafuzu kwenda kwenye hizi marathons, wanawekewa zile mbio ndogo au watoto au nani ili washiriki kwenye hilo. Na baada ya marathon hapo unaongelea ultra marathon, ambao urefu mbio yote ambayo inazidi kilomita 42.2 inaitwa ultra marathon, ambazo nazo zinaandaliwa kama kuna Comrade South Africa kilomita 90, unakuwa na Two Ocean Marathon kilomita 56 na kadhalika. Hizo zinakimbiwa na zaidi ya kilomita 42.2.